Karibuni kwenye utabiri wa nyota ya Jumapili tarehe 16 mwezi wa Agosti mwaka 2026. Utabiri wetu wa leo tutaangalia nishati, jua likiwa katika nyota ya Simba na mwezi ukiwa katika nyota ya Mizani. Pia tutaangalia kadi zilizotoka kwa kila nyota. Nishati ya Jumapili inaleta mchanganyiko wa kujiamini, mahusiano, usawa, maamuzi na fursa mpya. Jua katika nyota ya Simba inakupa nguvu ya kusimama katika nafasi yako na kuamini uwezo wako. Huku mwezi katika Mizani unakufanya uzingatie zaidi mahusiano, haki, maelewano na namna unavyoshirikiana na wengine. Tukienda katika utabiri wa kila nyota, tutaanza na nyota ya kwanza, nyota ya Punda au Aries. Kadi iliyotoka ni Two of Wands. Njia zako zinaanza kufunguka bila kutumia juhudi nyingi, na mipango yako ya kazi inaweza kufanikiwa licha ya kuwepo kwa watu ambao hawana nia nzuri kwako. Hakuna anayepaswa kukuzuia kufuata bahati na mafanikio yako. Hata hivyo, leo mahusiano yako yanakuwa jambo muhimu sana. Unaweza kujisikia kama umekwama katika uhusiano na hujui kama kufanya mabadiliko ndio uamuzi sahihi. Mwezi katika Mizani unakupa nafasi ya kujitazama kwa utulivu na kujiuliza ni kitu gani hasa kinanifaa. Angalia kama mahusiano yako yanakupa kile unachohitaji na unachotaka. Nyota ya pili, nyota ya Ng'ombe au nyota ya Taurus. Kadi iliyotoka ni The Magician Reversed. Mipango yako ya pesa inaweza kutimia bila kutumia nguvu nyingi. Pia unaweza kuanza kufikiria kuachana na mtu ambaye si mwaminifu wako. Tarajia maisha yenye nuru na baraka zaidi. Leo pia inahusu maisha yako ya kila siku na tabia ambazo umezoea kuzifanya bila hata kufikiria. The Magician Reversed inakukumbusha kuhusu uwezo na vipaji ulivyovipuuza. Baadhi ya mambo huenda uliyaacha kwa sababu ya mazingira au majukumu. Sasa ni wakati wa kuanza kufikiria ni kipaji gani au jambo gani jipya ungependa kujaribu. Nyota ya tatu, nyota ya Mapacha au nyota ya Gemini. Kadi iliyotoka ni Ten of Swords. Ten of Swords reversed inaonyesha kwamba unaanza kupona baada ya kupitia jambo lililokuumiza sana moyoni. Leo unaweza kuwa tayari zaidi kupokea mapenzi na ishara za kimapenzi. Inaweza kuwa mwanzo wa mapenzi mapya au kurejesha furaha ndani ya uhusiano uliopo. Maisha bora yenye furaha na mafanikio yanakuja kwako. Tarajia bahati kubwa ya pesa na uwezekano wa kupata kazi kabla mwezi huu haujaisha. Nyota ya nne, nyota ya Kaa au nyota ya Cancer. Kadi iliyotoka ni Ten of Cups reversed. Umakini wako leo unaelekezwa kwenye nyumba, familia na mahusiano yako ya karibu. Kuna dalili za kutoridhika au kukosa furaha katika eneo hili. Badala ya kukaa kimya, zungumza na watu wako wa karibu kuhusu mambo yanayohitaji kuboreshwa. Mawasiliano mapya yanaweza kusaidia kurudisha ukaribu na amani. Unaweza kuhisi maumivu ya kichwa au kuwa na mawazo mengi, lakini pia kuna uwezekano wa kupata bahati ya pesa bila kutarajia. Au nyota ya Leo. Kadi iliyotoka ni Six of Pentacles reversed. Jua likiwa katika nyota yako, nguvu yako ya kujiamini iko juu. Hata hivyo, Six of Pentacles iliyogeuzwa inaonyesha kutokulingana katika kutoa na kupokea, au hisia kwamba mtu fulani anapata zaidi kuliko anavyostahili. Leo ni siku nzuri ya kuwa na mazungumzo muhimu na mtu unayemjali. Weka wazi kile kinachokusumbua na usiogope kuuliza maswali ili mambo yawe sawa. Unakaribia kuingia katika hali nzuri zaidi ya maisha, lakini kuna mtu anayeweza kujaribu kuvuruga mipango unayotarajia. Usiruhusu hilo likutokee kwenye mwelekeo wako. Nyota ya sita, nyota ya Mashuke au nyota ya Virgo. Kadi iliyotoka ni Judgment reversed. Judgment iliyogeuzwa inakushauri usifanye maamuzi makubwa wakati akili yako haijatulia
au mambo hayajaeleweka vizuri. Usijifanye unajua kila kitu. Uliza maswali, tafuta taarifa zaidi, na hasa kuwa makini unapofanya maamuzi ya kifedha. Unajitahidi sana kutafuta furaha katika maisha yako, lakini mambo yanaonekana kutokwenda kama unavyotaka. Unaweza kuhisi kana kwamba njia zako za bahati zimefungwa. Nyota ya 7, nyota ya Mizani au nyota ya Libra. Kadi iliyotoka ni 8 of Swords reversed. Mwezi ukiwa katika nyota yako unakurejesha kwenye usawa na kukufanya uzingatie mahitaji yako binafsi. 8 of Swords iliyogeuzwa ni ishara ya kuachiliwa kutoka hali ambayo ilikuwa imekufanya ujisikie umekwama au umefungwa. Leo ni wakati wa kurudisha nguvu zako na kufikiria kwa uhuru kuhusu hatua inayofuata maisha yako. Matatizo katika ndoa au mahusiano yako yanaweza kuanza kutatuliwa. Pia kuna bahati inayoweza kubadilisha maisha yako na mipango yako ya kazi inaweza kuanza kwenda vizuri, licha ya watu ambao hawakutakii mema. Nyota ya 8, nyota ya Nge au nyota ya Scorpio. Kadi iliyotoka ni Ace of Swords. Ace of Swords inaleta mawazo mapya, ukweli na mwanzo mpya. Mwezi katika Mizani unakukumbusha kuachilia yaliyopita na kuangalia mbele. Usikubali hofu kutawale. Tafuta ukweli wa jambo kabla ya kufanya uamuzi, hasa katika mapenzi na mahusiano. Kuna mtu anaweza kuwa na vuruga maisha yako au kukuwekea vikwazo katika eneo la kazi. Pia unaweza kuhisi kwamba mpenzi wako anafikiria kukuacha bila sababu ya wazi. Nyota ya 9, nyota ya Mshale au nyota ya Sagittarius. Kadi iliyotoka ni 5 of Swords. 5 of Swords inaonyesha migogoro, mabishano au kutokuelewana na mtu mwingine. Uvumilivu wako unaweza kuwa umefikia kikomo, kwa kuwa mwezi katika Mizani unaangazia marafiki na watu unaohusiana nao. Usielekeze nguvu zako zote kwenye mtu mmoja tu. Wakati mwingine kumpa mwenzi wako nafasi kidogo kunaweza kusaidia sana mahusiano. Mpenzi wako anakupenda kuliko unavyofikiria, hivyo usijenge mawazo mabaya kuhusu maisha yako bila sababu. Kuna bahati inayokuja kwa ajili yako. Nyota ya 10, nyota ya Mbuzi au nyota ya Capricorn. Kadi iliyotoka ni 10 of Pentacles. 10 of Pentacles inaonyesha maboresho katika kazi na maisha ya kifedha. Mwezi katika Mizani unaangazia haki na namna unavyotendewa kazini. Hali ambayo haikuwa ya haki inaweza kuanza kutengamaa na unaweza kupewa heshima unayostahili. Kama kuna mtu anayekushauri kuhusu fedha au kazi, usikatae kusikiliza. Mambo mazuri yanaweza kuwa yanaendelea nyuma ya pazia. Njia zako za pesa zilizokuwa zimefungwa zinaanza kufunguka, na mkataba wa kazi uliokusudiwa kwako unaweza kukufikia bila kutumia nguvu. Nyota ya 11, nyota ya Ndoo au nyota ya Aquarius. Kadi iliyotoka ni Ace of Pentacles reversed. Ace of Pentacles reversed inaonya pia kuhusu fursa ya kifedha ambayo inaweza kupitwa au kututumiwa vizuri. Mwezi katika Mizani unaamsha hamu yako ya kujaribu mambo mapya, kusafiri na kujifunza zaidi. Usipuuze kipaji, hobi au ujuzi ulionao. Kitu unachokiona kama hobi leo kinaweza kuwa chanzo cha thamani au kipato kesho. Kuhudhuria mkutano au sherehe kunaweza kufungulia milango mipya. Bahati mbaya zinaweza kuondoka, na ndani ya wiki 2 zijazo unaweza kupata nafasi ya kazi ambayo umeitamani kwa muda mrefu. Nyota ya 12, nyota ya Samaki au Pisces. Kadi iliyotoka ni Justice. Justice inaweka mkazo kwenye ukweli, haki na mipaka. Mwezi katika Mizani unaongeza nguvu hii hasa katika masuala ya fedha zinazoshirikishwa na mtu mwingine, ndoa au mahusiano. Usifanye maamuzi makubwa kwa hisia pekee. Hakikisha fedha, majukumu, mipaka na makubaliano yako wazi. Mpenzi wako anaweza kuwa anafikiria kufanya jambo zuri kwa ajili yako. Kuna jambo linaloweza kufurahisha kupitia mtu wa karibu, lakini wakati huo huo kuwa makini na fedha
na vitu vyako vya thamani, kwa sababu kuna uwezekano wa kupoteza au kuibiwa kiasi kikubwa cha pesa. Huu ndio utabiri wa Jumapili. Jua katika Simba litakupatia ujasiri wa kujionyesha, kufuatilia malengo na kuamini uwezo wako. Katika ujumbe wa leo tumefanya nishati, tukaisoma kuhusu nishati ya siku husika na pia kutumia kadi. Hivyo basi utabiri huu ni wa jumla. Zingatia nyota yako, sikiza ujumbe wako ili uone ni eneo gani linakuhusu zaidi leo. Chukua kinachokuhusu na uache kile kisichokuhusu. Usisahau kusubscribe, kugusa kengele ili kila video mpya inayotoka uwe wa kwanza kuiona. Pia usisahau kulike, comment and share.